Uhali gani mtazamaji wa Sauti TV, karibu katika taarifa ya habari tuliyokuandalia kwa siku ya leo, na miongoni mwa taarifa tulizo nazo ni pamoja na ukosefu wa kituo cha mafuta wazidi kuleta kero kwa wamiliki wa vyombo vya moto na abiria kata Luchelele jijini Mwanza. Rais wa Marekani Donald Trump atoa wito kwa wakazi kuondoka Tehran. Na katika michezo, Simba na Yanga kuendeleza vita ya ubingwa katika viwanja tofauti. Kwa hayo na mengine mengi, ongozana nami Catherine Kaberege nitakayekusomea habari za kitaifa na kimataifa. Joni Masawe atakusomea habari za biashara, na katika michezo utakuwa naye Lucia Mkono. Tuanze na habari za kitaifa. Wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agostino Sauti jijini Mwanza wameeleza kuwa mitandao ya kijamii imekuwa chanzo kikuu cha maarifa kwa wanafunzi wa elimu ya juu na ina faida na changamoto zake zinazohitaji matumizi yenye tahadhari. Wakizungumza na Sauti TV habari, baadhi ya wanazuoni hao wamesema kuwa mitandao hiyo ikitumiwa kwa uangalifu inaweza kusaidia kupunguza msongo wa mawazo, na wameonya kuwa matumizi mabaya yanaweza kuwa chanzo kikubwa cha msongo wa mawazo na kushuka kwa maendeleo ya kitaaluma. Mwanahabari wetu Ibrahim Ramadhani anatuarifu zaidi. Kwa mujibu wa mwananadharia wa masuala ya habari na mawasiliano kwa umma, Mashuluhan aliwahi kusema katika kitabu chake kimoja kuhusiana na jinsi athari za mitandao ya kijamii na jinsi mitandao ya kijamii itakavyotumika kuwagawa watu, hususan kwa makadirio ifikapo mwaka 2030. Siku hizi imekuwa desturi kwa watu kujitenga na familia, hususan kila mmoja akiwa na simu yake. Lengo hasa ni kuangalia maudhui yanayochapishwa katika mitandao ya kijamii, ikiwa ni lengo moja ambalo linazungumziwa kama njia pekee ya kutatua msongo wa mawazo, lakini hakuna ufahamu wa kina zaidi kuhusiana na hili. Leo tupo ndani ya Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agostino tukitaka kufahamu nadharia hii ina ukweli kiasi gani kihusishwa na wanafunzi ambao wanatumia mitandao ya kijamii kwa kiasi kikubwa. Tunataka tuchimbe na kuchimbua na kufahamu, je, mitandao hii inawasaidia kupunguza msongo wa mawazo kama inavyosemekana? Tutafahamu mengi kwa kina katika mazungumzo haya tunayofanya ndani ya Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agostino. Inasaidia katika kupunguza stresi, kuongeza ujuzi, kwa sababu unakuta hata kama hapa mazingira ya chuo unakuta watu wanatumia mitandao ya kijamii kutafuta vitu mbalimbali vinavyohusiana na chuo. Jamii yangu pia kwa upande mwingine imeathirika, kwa sababu unakuta watu wengine wanatumia mitandao kwa hawatafuti vile vitu ambavyo vinastahili, na wanakuwa tafuta vitu ambavyo vingine vinaweza kumletea stress. Nazikubali, yani nazipenda, nazi-appreciate sana, kwa sababu ya kwanza ni kwamba zinanipunguzia kama hivyo msongo wa mawazo. Unakuta kuna muda siku tu umejikuta umeamka off mood tu yani, ila sasa kama una bando unaweza kujikuta umeingia labda kama ni Instagram, labda Facebook au TikTok au WhatsApp kuchat na watu, unaweza kujikuta akili nayo unajikuta akili una-refresh tena. Kama ni uko umeboeka unajikuta kichwa kimerelax, masuala ya mawazo unakuta yanapungua. Mawazo ni mengi, unakuta kuna swala fulani labda unawaza, labda kuna coursework hujafikisha, unawaza sana huyu lecturer anamfuataje na approach vipi aweze akanielewa. Ila by that time mitandao ya kijamii na kupunguzia stress kama hivyo kwa muda, haimaanishi kwamba ni hilo swala lako au tatizo lako utakuwa umelimaliza, ila ni kwa muda tu, kwa muda. Kutoka ndani ya Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agostino hapa jijini Mwanza wanazungumza, lakini kwa kuwa maoni ya mtu si sheria, wamezungumza kwa mtazamo wao wanavyofahamu kulingana na nadharia tajwa ya Mashuluhan kuhusiana na namna gani mitandao ya kijamii inasababisha msongo wa mawazo, lakini pia inatumika kuwagawa watu, hususan kwa makadirio ifikapo mwaka 2030. Mimi sina la ziada. Jina langu ni Ibrahim Ramadhan Stanza. Shukran sana Ibrahim Ramadhani kwa ripoti hiyo. Na sasa tugeukie taarifa nyingine, ambapo wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agostino Sauti jijini Mwanza wamesema kuwa kupanga bajeti kunawasaidia kwa kiasi kikubwa katika kurahisisha usimamizi na mpangilio mzuri wa matumizi ya fedha zao za kila siku. Wakizungumza na Sauti TV habari, wanafunzi hao wamesema kuwa utaratibu wa kupanga bajeti unawajengia nidhamu ya fedha, kuwasaidia kuepuka matumizi yasiyo lazima na hata kufikia malengo yao ya kifedha wakiwepo chuoni. Taarifa ifuatayo inatujuza kwa kina. Kwa maisha ya sasa watu wengi wanapanga bajeti zao ili kurahisisha tu matumizi ya fedha zao. Na leo nipo katika Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agostino kutaka kufahamu, je, vijana wa chuo hiki wanafahamu umuhimu wa kupanga bajeti? Naweza nikaimudu bajeti kwa kuangalia na vipaumbele, ambao navipa vipaumbele kitu ambacho ni cha muhimu zaidi, ambayo inanisaidia mimi kuweza kujua jinsi ya kutumia pesa zangu na jinsi ya kuminimize matumizi.
Unapokuwa unatunza bajeti itakusaidia kukuza uchumi wako kwa hapo baadaye, kuondoa utegemezi ambao utakuwa nao. Utaweza kujiajiri mwenyewe, kuondoa kutegemea serikali katika kukupa nini? Kukupa ajira. Moja, tukizingatia zile principle tano za uchumi, mojawapo ni kuwa na asset. Unaweza kuweka bajeti, unaweza kununua asset zako mwenyewe. Namba 2 ni kuanzisha biashara yako mwenyewe kwa ajili ya kuweza kumudu nini? Uchumi wako mwenyewe na kuendesha maisha yako ya kila siku. Mimi kama kijana huwa nina kawaida kujiwekea bajeti zangu kwa ajili ya kunisaidia katika vitu mbalimbali. Hata pale ninapokuwa nimekwama katika matumizi ya vitu fulani huwa inanisaidia. Hata pale nitakapokuwa na shida inanisaidia pia katika kuweka kuwa na matumizi mazuri pia ya pesa katika matumizi yangu madogo madogo. Huwa sikwami na matatizo, yani kwa sababu kijana tunakuta na changamoto mbalimbali kwa ajili ya pesa nini, lakini nikiwa naweka hizo bajeti zangu huwa zinanisaidia katika matumizi kama hayo, na kuwa sipati na shida kama hizo ndogo ndogo kwenye matumizi yangu ya pesa. Haya ni baadhi ya maoni ya wanafunzi juu ya kupanga bajeti. Nikiripoti kutoka katika Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino, Catherine Kaberege, SAUT TV. Na sasa tuangazie taarifa nyingine ambapo baadhi ya wamiliki wa vyombo vya moto katika kata ya Luchelele jijini Mwanza wameeleza adha wanayokabiliana nayo kutokana na ukosefu wa kituo cha mafuta, ikiwemo kukwama njiani, kupata hasara na kuleta usumbufu kwa abiria barabarani. Wamesema hayo wakati wa mazungumzo na SAUT TV, huku wakiomba serikali na watu binafsi wenye uwezo wa kujenga kituo hicho cha mafuta wajenge ili kupunguza adha hiyo. Ripoti yake Irene Dibanje anaeleza zaidi. Ni matumaini ya kila mmiliki chombo cha moto kukutana na kituo cha mafuta katika barabara anayoitumia, lakini hii imekuwa tofauti kwa wamiliki wa vyombo vya moto wanaotumia barabara ya kutokea Nyegezi Kona kushuka Luchelele, na hapa wanaelezea changamoto wanazokabiliana nazo kutokana na adha hiyo. Kiukweli mimi kama mmiliki wa hiki chombo hapa tunapata changamoto kubwa sana kwa upande wa kituo cha mafuta kinapokuwa kipo mbali. Unaona? Kwa yani tunapitia wakati mgumu sana yani. Yaani hususan pikipiki inapokuishia mafuta na kituo cha mafuta kipo mbali, ni vigumu sana kusukuma chombo cha moto ili ukifikie kituo cha mafuta. Kwa hiyo inakubidi utumie gharama kubwa ili kupata mafuta na chombo chako kitoe pale kilipokatikiwa mafuta. Tungeomba sasa kama kuna mtu atajitokeza mwenye kuweza kufungua kituo cha mafuta kwa hii kata yetu ya Luchelele, angalau afanye. Changamoto tunazozipata kutokana na mafuta kuwepo mbali na eneo langu ni changamoto ya kupata hasara. Unajikuta unaabiria sehemu kwa muda huo, unakuta chombo haina mafuta. Kwa hiyo kinachotakiwa na nia abiria anajikuta anaondoka kwa sababu ya kumchelewesha. Changamoto yetu kubwa kama wamiliki wa chombo cha moto ni kituo cha mafuta. Tunapata changamoto kutoka Nyegezi Kona hadi Luchelele, tunapata changamoto kubwa. Tunaomba kama serikali itusaidie kutufungulia kituo cha mafuta. Kutokana na changamoto hizo wanazozipitia wamiliki wa vyombo vya moto, SAUT TV haikusita kukutana na mtaalamu wa masuala ya ufundi na muuzaji wa vifaa ili kujua mbinu mbadala itakayowasaidia wamiliki hao wa vyombo vya moto. Vyombo vingi vya moto havina kitu kinachoitwa gauge kwa ajili ya kusoma kiwango cha mafuta kilichobaki na ni kilomita ngapi anaweza katembea ili aweze kufikia katika kituo kingine cha mafuta. Hivyo basi muhimu la kufanyika ambalo naweza nikashauri kwa wamiliki wa vyombo hivyo ni kuhakikisha kwanza vyombo hivyo vina gauge ambayo inaonesha ni kiwango gani cha mafuta kimebaki ili aweze kumudu kufika eneo ambalo atapata huduma kwa wepesi. Kama mmiliki wa chombo cha moto unashauriwa kuwa na gauge itakayokusaidia kujua kiasi cha mafuta ulichonacho kwenye chombo chako cha moto ili kuondoa usumbufu na hasara kwa abiria. Irene Dibanje wa SAUT TV. Asante sana Irene Dibanje kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, taarifa hiyo ndio mwisho wa habari za kitaifa kwa siku ya leo. Tupate mapumziko mafupi, punde ni katika habari za kimataifa. Karibu tena mtazamaji wa SAUT TV, tuendelee na taarifa zetu tukiangazia habari kutoka mipaka ya nje ya Tanzania.
Tukianzia hapa katika bara la Afrika, aliyekuwa naibu rais wa zamani Rigathi Gachagua ameeleza wasiwasi kuhusu usalama wa maandamano yaliyopangwa kufanyika Juni 25, akisema kuna taarifa za uwepo wa vikundi vinavyodaiwa kupanga kuvuruga maandamano hayo na kuhatarisha maisha ya waandamanaji. Akizungumza katika mahojiano ya redio, Gachagua ameeleza kuwa kuna haja ya mtahadhari kuepusha madhara yoyote yanayoweza kutokea wakati wa shughuli hiyo ya umma. Na kwingineko kimataifa, leo rais wa Marekani Donald Trump ametoa wito kwa wakazi wote wa Tehran kuondoka haraka kutokana na wimbi la mashambulizi ya anga yanayoendelea kati ya Israel na Iran, huku mzozo huo ukiingia siku ya 5. Trump ameandika kwenye mtandao wake wa kijamii kwamba kila mtu anapaswa kuondoka katika mji wa Tehran mara moja, akisisitiza kuwa hatua hiyo ni ya tahadhari kutokana na ongezeko la mashambulizi, ingawa serikali ya Marekani imedai kuwa haijashirikiana moja kwa moja katika operesheni za kijeshi. Ripoti kamili na mwanahabari wetu Uswege Mwaka. Aliyekuwa naibu rais wa Kenya Rigathi Gachagua amewataka vijana nchini humo kutoshiriki katika maandamano ya kumbukumbu yanayopangwa kufanyika Juni 25 kwa hofu ya uwezekano wa kutokea kwa machafuko na vifo. Akizungumza kupitia kituo cha redio cha Kameme FM, Gachagua amedai kuwepo kwa njama ya kihalifu inayolenga kuwaua waandamanaji vijana, akihusisha baadhi ya viongozi wa serikali na mpango huo. Gachagua amesema kuwa kuna ushahidi kuwa wahuni wameajiriwa na viongozi hao kwa lengo la kushambulia waandamanaji endapo watajitokeza mitaani, akitaja maeneo kama Umoja na Kayole jijini Nairobi kuwa chanzo cha makundi hayo ya wahuni, na kuongeza kuwa vijana wanaweza kuwa katika hatari kubwa ya kushambuliwa au kuuawa. Katika mahojiano hayo, Gachagua pia ametolea mfano wa vurugu zilizotokea Juni 12, akidai kuwa baadhi ya magari yaliyoteketezwa wakati wa maandamano hayo yalikuwa sehemu ya njama ya kuhalalisha matumizi ya nguvu ya polisi dhidi ya raia. Hata hivyo, kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ametangaza kuwa maandamano hayo yatafanyika kwa amani na kuwataka Wakenya kufika mbele ya majengo ya bunge mnamo Juni 25 kuwasha mishumaa kwa ajili ya kuwakumbuka vijana waliouawa au kujeruhiwa mwaka jana katika maandamano ya kupinga mswada wa sheria. Kufuatia sekeseke la Irani dhidi ya Israeli, akizungumza na bunge la Ulaya mjini Strasbourg nchini Ufaransa, Mfalme Abdullah wa Jordan ametoa wito wa kusitishwa kwa mzozo kati ya Israeli na Irani na kuutaja kuwa tishio la kimataifa. Amesema kuwa upanuzi wa Israeli wa mashambulizi yake na kuijumuisha Iran, hakuna kinachojulikana mipaka ya uwanja huu wa vita itaishia wapi, na hilo ni tishio kwa watu kila mahali. Mwishowe, mzozo huu lazima ukomeshwe. Iwapo dunia itashindwa kuchukua hatua madhubuti, itakuwa imeshiriki katika uhalifu wa Israeli. Katika maoni yaliyotolewa na gazeti la The Times of Israel, Curtis amesema jeshi la anga la Israeli litaendesha mashambulizi muhimu sana zaidi mjini Tehran leo dhidi ya lengo la utawala na miundombinu. Shukrani kwa nguvu ya jeshi la anga la Israeli, ambapo amesema kuwa iko karibu kuharibu angalau malengo 10 ya nyuklia katika mji mkuu wa Iran. Kituo cha kurutubisha uranium cha Irani cha Fordo kilichojengwa chini ardhi kwa kina sana, na kwamba ni mabomu ya chini ardhi ya Marekani pekee ndio yanayoaminika kuwa na uwezo wa kukiharibu vibaya. Curtis ameongeza kuwa ni suala ambalo hakika litashughulikiwa. Alan Pincus, mwanadiplomasia wa zamani wa Israeli na mchambuzi wa hivi sasa, amesema azma ya Israeli ya kutokomeza tishio inayodhaniwa kuwa ni kutoka kwa Iran haitafanikiwa isipokuwa jeshi la Marekani litahusika. Ameongeza kuwa Israeli haiwezi kuharibu miundombinu ya kijeshi ya nyuklia ya Irani peke yake. Hilo linahitaji zana za kivita, walipuaji na mifumo ya uwasilishaji ambayo Israeli haina, na ndiyo maana Netanyahu anasisitiza na kulenga kuingiza Marekani katika vita. Ameongeza kuwa kitu kikubwa katika shambulio la Israeli ni mtambo wa kurutubisha uranium wa Fordo ulioimarishwa sana kusini mwa Tehran. Afisa huyo amesema mkakati wa sasa wa Israeli haujatimiza malengo yake na wanaanza njia mpya za kushambulia. Kwa upande mwingine, Umoja wa Mataifa umesema kwamba unalazimika kupunguza kwa kiasi kikubwa mipango yake ya misaada ya kibinadamu duniani kote kutokana na kukatwa kwa ufadhili. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kiutu OCHA imesema kuwa inatafuta ufadhili wa dola bilioni 29 kwa mwaka wa 2025 ikilinganishwa na dola bilioni 44 zilizoombwa hapo awali mwezi Disemba. Shirika la kuhudumia wakimbizi UNHCR
limesema kwamba litalazimika kufuta ajira zipatazo 3,500 na kupunguza 30% ya gharama za wafanyakazi wake tangu kurejea madarakani kwa Rais Donald Trump. Marekani iliyokuwa mfadhili mkuu duniani imepunguza kwa kiasi kikubwa misaada ya kigeni na kuleta athari katika sekta ya misaada ya kiutu duniani kote. Kwa upande wake, shirika la Umoja wa Mataifa la chakula duniani FAO na mpango wa chakula duniani WFP wametoa ripoti kwa pamoja kuonya juu ya njaa inayozidi kuwa mbaya katika maeneo 13 yenye joto kali sana ulimwenguni. Shukran sana Uswege Mwaka kwa taarifa hizo za kimataifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea tutaungana naye John Masawe atakayekusomea habari za biashara. Endelea kusalia nasi. Karibu mtazamaji wa Sauti TV, na sasa ni habari za biashara. Jina langu ni John Masawe. Tuanze habari zetu za biashara tulizokuandalia hii leo, ambapo kupanda kwa bei ya bidhaa muhimu sokoni kumeendelea kuwa changamoto kubwa kwa wananchi wengi nchini Tanzania, hali inayoongeza mzigo wa gharama za maisha, kudhoofisha uwezo wa watu kujikimu katika mahitaji ya kila siku kama chakula, usafiri na huduma za afya. Kwingineko, Marekani na Uingereza zimetangaza makubaliano mapya ya kibiashara yanayolenga kuimarisha uhusiano wa kiuchumi kati ya mataifa hayo mawili. Mazungumzo ya ngazi ya juu yamefanyika jijini Washington, yamezaa makubaliano katika maeneo muhimu kama teknolojia, huduma za fedha na nishati safi, huku viongozi wa pande zote wakisifu hatua hiyo kama mwanzo mpya wa maendeleo ya pamoja. Ripoti ya Mwanaidi Mubaraka inaeleza zaidi. Kupanda kwa bei ya bidhaa muhimu sokoni kunazidi kuwa changamoto kubwa kwa wananchi wa kawaida katika maeneo mbalimbali ya nchi. Kwa mujibu wa ripoti ya hali ya bei ya bidhaa iliyotolewa na Ofisi ya Taifa ya Takwimu NBS, bidhaa kama vile mchele, unga, sukari na mafuta ya kupikia zimeonyesha ongezeko la bei kwa wastani wa 10% hadi 25% katika miezi mitatu iliyopita. Hali hiyo imeathiri uwezo wa wananchi kujikimu, wengi wao wakilazimika kupunguza ununuzi wa bidhaa za msingi, jambo linalochangia changamoto ya lishe kwa maisha ya kila siku kwa familia zenye kipato cha chini. Kwa mujibu wa wachumi wa ndani, ongezeko hilo linatokana na kupanda kwa gharama za uzalishaji, mabadiliko ya hali ya hewa yanayoathiri kilimo, pamoja na gharama za uzalishaji kwa wakulima na wazalishaji wa bidhaa. Wakati hali hiyo ikiendelea kubana wengi, matumaini yapo kwamba hatua za kiuchumi na za kimkakati zitachukuliwa ili kuhakikisha bidhaa muhimu zinapatikana kwa bei nafuu na kwa wakati. Na licha ya hayo, serikali kupitia Wizara ya Kilimo na Viwanda inaendelea kuhimiza uzalishaji wa ndani na kusimamia mnyororo wa usambazaji wa bidhaa ili kuhakikisha upatikanaji wa bei nafuu kwa wananchi. Na katika biashara kimataifa kati ya Marekani na Uingereza, Rais wa Marekani Donald Trump na Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer wametangaza hatua mpya ya kihistoria katika uhusiano wa kibiashara kati ya nchi hizo mbili baada ya kutia saini makubaliano ya kupunguza baadhi ya ushuru wa bidhaa kando ya mkutano wa G7 uliofanyika nchini Canada. Makubaliano hayo yameweka bayana kuondolewa kwa ushuru kwenye bidhaa za sekta ya anga kutoka Uingereza, pamoja na uthibitisho wa viwango vya ushuru kwa magari ya Uingereza yanayoingia Marekani. Hata hivyo, bado suala la ushuru kwa chuma na aluminium halijatatuliwa kikamilifu. Katika hotuba yake, Donald Trump aliuita uhusiano kati ya Marekani na Uingereza kuwa wa kupendeza, japokuwa alikosea kwa muda wa kuuita mpango huo kuwa wa Umoja wa Ulaya kabla ya kurekebisha na kusema ulikuwa ni mpango wa Uingereza. Nayo Waziri Mkuu Keir Starmer alisema hii ni siku nzuri sana kwa nchi zetu zote mbili, ishara ya kweli ya nguvu. Kwa mujibu wa taarifa ya pamoja, makubaliano haya yanahusisha kurahisisha uhamaji wa huduma, kulinda haki za kiteknolojia na kuimarisha usalama wa mnyororo wa usambazaji, hasa katika bidhaa za kisasa kama betri na nishati mbadala. Hata hivyo, suala nyeti la ushuru wa chuma na aluminium kutoka Uingereza kuingia Marekani bado halijatatuliwa. Ushuru huu uliowekwa katika kipindi cha utawala wa Rais Donald Trump unaendelea kuwa kikwazo kikubwa katika biashara kati ya mataifa haya mawili. Nikiripoti habari hizi za kibiashara, Mwanaidi Mubarak, Sauti TV. Asante sana Mwanaidi Mubaraka kwa taarifa hizo za biashara. Mtazamaji, ni mwisho wa taarifa za biashara tulizokuandalia kwa siku ya leo. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na Lucia Mkono. Endelea kutazama Sauti TV habari. Mimi ni John Masawe.
Ni matumaini yangu mzima wa afya mwanamichezo mwenzangu, karibu katika habari za michezo tulizokuandalia ndani ya SAUT TV. Mimi ni Lucia Mkono. Tukianzia hapa nchini Tanzania ambapo ligi kuu ya soka NBC Tanzania bara inatarajiwa kuendelea hapo kesho katika viwanja tofauti huku timu kongwe za Simba pamoja na Yanga zikiendelea kuonyesha ushindani mkali kuwania ubingwa wa NBC Tanzania bara kwa msimu wa mwaka 2024-2025 ambapo klabu ya Yanga itakuwa jijini Mbeya kucheza na Wajerajera Tanzania Prison, huku klabu ya Simba ikiwa makao makuu ya nchi pale jijini Dodoma kucheza na klabu ya Dodoma Jiji. Na katika uga wa kimataifa, tetesi za usajili barani Ulaya zimeendelea kushika kasi huku nyota wa Bayern Leverkusen Florian Wirtz akiripotiwa kuwa karibu na kujiunga na klabu ya Liverpool ya nchini England. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya michezo barani Ulaya, Wirtz anatarajiwa kufanyiwa vipimo muda mchache ujao. Mwanahabari wetu Hamadi Kiwango ana undani wa taarifa hizi. Ligi kuu Tanzania bara itaendelea kesho baada ya kusimama takribani majuma mawili, huku viwanja 8 vikitarajia kutimua vumbi. Vinara wa ligi hiyo Young Africans watakuwa wageni wa Tanzania Prison kule katika uwanja wa Sokoine jijini Mbeya. Yanga wao wakihitaji ushindi ili kuendelea kusalia kileleni mwa msimamo, lakini Tanzania Prison wao wakihitaji kukwepa kucheza playoff kutafuta timu ya kushuka daraja. Huko Tabora katika uwanja Ali Hassan Mwinyi, Ken Gold watamkaribisha mnyama Simba akiwa kwenye mawindo ya ubingwa, huku akiwa katika nafasi ya pili na alama 72. Yuko nyuma kwa alama moja dhidi ya vinara Young Africans wenye alama 73. Huku Ken Gold wao wakiwa hawana cha kupoteza, rasmi wakiwa wameshuka daraja msimu huu. Michezo mingine pia itawakutanisha. Azam FC watakuwa wenyeji dhidi ya Tabora United. Coastal Union watawakaribisha Fountain Gate. Dodoma Jiji watakaribisha Singida Black Star. Mashujaa wao watawakaribisha KMC na Mungo watakuwa na kibarua dhidi ya Kagera Sugar. Huku mechi ambayo itavuta hisia wengi wakazi wa jijini Mwanza ikiwakutanisha Pamba Jiji na JKT Tanzania. Michezo yote itapigwa majira ya saa 10 kamili jioni. Ligi hiyo ikiwa inaelekea ukingoni, huku Juni 25 ikitarajiwa kufika tamati kwa mchezo wa watani wa jadi kati ya Simba na Yanga, mchezo ambao huenda ukaamua bingwa wa ligi msimu huu. Kimataifa, tetesi za usajili barani Ulaya zinazidi kushika kasi. Nyota wa kimataifa wa Ujerumani Florian Wirtz anatarajiwa kufanyiwa vipimo vya afya leo na kuwa mchezaji wa Liverpool kwa ada ya uhamisho wa euro milioni 130, ada ambayo imevunja rekodi ya usajili nchini England. Klabu ya Barcelona imeanza mazungumzo ya kumsajili winga wa kimataifa wa Hispania Nico Williams anayekipiga katika klabu ya Atletico Bilbao, huku nyota huyo akiwaniwa pia na mabingwa wa Bundesliga Bayern Munich. Kungineko, nyota wa zamani wa Manchester City na AC Roma Msebia Edin Dzeko mwenye umri wa miaka 38 anatarajia kujiunga na klabu ya Fiorentina nchini Italia. Dzeko msimu uliopita alikuwa akiwatumikia kikosi cha Fenerbahce nchini Uturuki. Atasaini kandarasi ya mwaka mmoja na klabu hiyo ya nchini Italy. Kutoka SAUT TV, mimi ni Hamadi Kiwango. Asante sana Hamadi Kiwango kwa taarifa hizo za michezo. Hadi kufika hapo sina la ziada katika michezo kwa siku hii ya leo. Mimi ni Lucia Mkono na sasa nirudishe kijiti hiki kwake Catherine Kabelege kwa kutimisha taarifa ya habari kwa siku hii ya leo. Asante sana Lucia Mkono kwa taarifa hizo za kimichezo. Na mtazamaji, taarifa hizo za kimichezo ndizo zinatutamatishia taarifa ya habari kwa siku ya leo. Lakini kabla ya kumaliza taarifa ya habari, tupate tena muktasari wake. Ukosefu wa kituo cha mafuta wazidi kuleta kero kwa umiliki wa vyombo vya moto na abiria kata Luchelele jijini Mwanza. Rais wa Marekani Donald Trump atoa wito kwa wakazi kuondoka Tehran. Na katika michezo, Simba na Yanga kuendeleza vita ya ubingwa katika viwanja tofauti. Kufikia hapo sina la ziada kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa taarifa hii ya habari, jina langu ni Catherine Kaberege. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vingine kutoka hapa SAUT TV. Uwe na usiku mwema.